Ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi na China unaendelea kuzua mjadala mkubwa katika duru za usalama duniani, huku wachambuzi wakionya kuwa uhusiano huo unazidi kuimarika na unaweza kuwa changamoto kubwa kwa muungano wa kijeshi wa NATO. Ripoti mpya zimefichua kuwa mwaka 2023 viongozi wa Urusi na China walifanya mikutano ya siri iliyolenga kujadili namna ya kukabiliana na mfumo wa mawasiliano wa Starlink ambao umetumika kwa kiwango kikubwa na Ukraine vitani. Ripoti hizo pia zinaonyesha kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Beijing umeongezeka zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali, jambo linalozua maswali kuhusu kiwango halisi cha ushirikiano wao. Uhusiano wa viongozi Xi Jinping na Vladimir Putin umeelezwa kuwa nguzo kuu ya ushirikiano huo. Viongozi hao wamekutana zaidi ya mara 40 katika miaka ya hivi karibuni na mara kadhaa wameitana marafiki wa karibu zaidi. Ingawa Urusi inaendelea kuwa mshirika muhimu wa China katika masuala ya usalama na nishati, wachambuzi wengi wanaamini kuwa China ndio yenye ushawishi mkubwa zaidi katika uhusiano huo. Kiuchumi, China ndio soko kubwa zaidi la bidhaa za Urusi, hasa mafuta na gesi, huku biashara ya Urusi ikichangia sehemu ndogo zaidi ya biashara yote ya kimataifa ya China. Hali hiyo imeifanya Beijing kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushawishi maamuzi ya Moscow, huku Urusi ikizidi kutegemea uchumi wa China kutokana na vikwazo vya Magharibi. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa vita vya Ukraine pamoja na mivutano ya Mashariki ya Kati vimezifanya China na Urusi kusogea karibu zaidi na kuongeza uhusiano wao. China imeendelea kununua mafuta kutoka Urusi, hatua ambayo imeisaidia Moscow kupata mapato licha ya vikwazo vya kimataifa. Hata hivyo, wataalamu wengine wanaonya kuwa si sahihi kuamini kuwa mataifa hayo mawili yana umoja usio na mipaka. Wanasema bado kuna tofauti za kimkakati na kisiasa kati yao na ushirikiano wao haujafikia kiwango cha taasisi za pamoja kama ilivyo kwa NATO. Kwa mfano, China imeonyesha tahadhari katika migogoro kadhaa ya kimataifa na mara nyingi imeepuka kujiingiza moja kwa moja katika mapambano yanayohusisha Urusi. Kutokana na hali hiyo, NATO imeanza kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wake wa kujihami. Katika mkutano wake wa hivi karibuni, muungano huu ulitangaza mipango mipya ya kuwekeza takriban dola bilioni 40 katika kipindi cha miaka 5 ijayo ili kuendeleza teknolojia za kisasa za kijeshi ikiwemo drones, mifumo ya ulinzi wa anga na usalama wa malighafi muhimu. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema kuimarika kwa uwezo wa kijeshi wa China, ushirikiano wake na Urusi pamoja na mchango wa Korea Kaskazini kwa Moscow ni mambo yanayopaswa kupewa uzito mkubwa na mataifa ya Magharibi. Kwa mujibu wake, mataifa hayo yanazidi kushirikiana katika masuala ya kijeshi na kiusalama, jambo linalohitaji NATO kuongeza uwekezaji katika sekta ya ulinzi. Licha ya kuongezeka kwa ushirikiano huo, wachambuzi wengi bado wanaamini kuwa Urusi na China hawajafikia kiwango cha kuwa na muungano wa kijeshi unaofanana na NATO. Badala yake, wanaona mataifa hayo yakishirikiana pale ambapo maslahi yao yanalingana, huku kila moja likiendelea kutanguliza malengo yake ya kitaifa. Hata hivyo, ikiwa ushirikiano huo utaendelea kuimarika katika miaka ijayo, unaweza kubadili mizani ya nguvu za kijeshi na kisiasa duniani.